Kwa majina naitwa Dr. Elias Marandu, daktari bingwa wa idara ya masikio, pua na koo. Fani hii nilimaliza mafunzo yangu chuo cha Muhimbili mwaka 2022. Tumeweza kuwa tunatoa huduma hii hapa kwa vifaa kidogo, vilikuwa hatuna vifaa vya kutosha, lakini sasa tunamshukuru Mungu tuna vifaa vingi na vizuri. Tuna vifaa vya endoskopia, na vifaa vya kupima usikivu watu wazima na watoto pia. Tuna vifaa pia vya kuweza kufanya operation ndani ya pua, tuna microdebrider, tuna vitu vya kitaalamu kidogo pamoja na endoscopy. Kwa kutumia, hatuwezi kupasua mgonjwa puani, tunafanya kwa kupitia matundu ya pua mpaka ndani ya pua, na tufanya operation mpaka inakwisha mgonjwa bila kuwa na kovu lolote usoni. Kuna baadhi ya magonjwa, ni machache lakini si yote ambayo tunafanya. Mengi tunafanya kwa kutumia endoskopia ambayo tunaweza kufanya bila kuwa na makovu yote usoni. Matatizo ya pua mengi yanatokana na kuwa na mzio wa pua au unaitwa allergic rhinitis. Mgonjwa anaweza kuwa na allergic rhinitis na kuweza kupata vimbe ambazo zinaitwa polyp kitaalamu, na hizi vimbe zinatokana na mjao wa mafua ndani ya pua, kiasi kwamba ile ukuta wa ndani wa pua unakuwa umejaa mafua kiasi kwamba unaning'inia. Kule kuning'inia kwake inaitwa polypoidal tissues ambazo zinakuwa zinaning'inia. Sasa zile zinamkosesha mgonjwa kuweza kupumua vizuri, zinamkosesha mgonjwa kutokupata harufu vizuri, zinamkosesha pia mgonjwa kuweza kuwa na mawasiliano ya moja kwa moja kati ya pua na sikio la katikati kupitia mrija mmoja unaitwa eustachian tube. Mrija huu unafanya mawasiliano ya pua na koo pamoja na sikio. Kutokuwezekana kwa mawasiliano haya kunaweza kumsababishia mgonjwa akapata kuweza kutoka usaha kwenye sikio baada ya ngoma kupasuka. Ya mgonjwa anaweza kupata ngoma kupasuka na kuweza kupata usaha kutoka masikioni, hasa kwa watu wazima. Hali hii inakera na inatia fedheha. Ndio maana sasa tuko hapa wataalamu, tunawashukuru walimu wetu Muhimbili, wametufundisha vizuri. Tunaweza kutoa huduma kwenye mikoa ya pembezoni na hospitali ya taifa ya Muhimbili. Wito wangu kwa wananchi wa bonde la Kilombero na mikoa jirani na Morogoro, sasa hivi huduma zinapatikana hospitali ya Mtakatifu Francisco, huduma za kibingwa. Tunawaomba wagonjwa ambao wanakuwa wanapata mafua kwa mara au wanapata mafua kwa muda mrefu wasikae tena nyumbani, kwa maana huduma zinapatikana hapa. Na tunatoa huduma nyingi, si hizo za pua tu, mpaka za kibingwa, za koo pamoja na masikio. Tunaomba wafike waweze kupata huduma hizi ambazo mwanzoni zilikuwa zinapatikana kwa umbali mrefu sana. Na mtu atajuaje sasa, kwa sababu mafua ni kitu kidogo, mtu atajuaje kama ni yana ukubwa kiasi hiko? Kutoka na mafua kwa puani ni dalili moja tu ya kati ya magonjwa mengi ambayo ya puani yanaweza kusababishwa na kutoka mafua. Unaweza ukatoka na mafua ukadhani ni kitu cha kawaida, kumbe una hali ya saratani inaanza kuota ndani ya pua. Unaweza ukatoka na mafua ukadhani ni kawaida, kumbe una mzio ambao ndio unasababisha kutoka mafua. Wewe unaanza kumeza dawa tofauti na kitu ambacho kinachohusika. Unaweza ukatoka mafua puani ukadhani una mafua kawaida, kumbe kuna hali ya fungus inaota ndani ya pua. Kwa hiyo ni vema sasa tunawahimiza wananchi wafike mapema kuweza kujua ni kwa nini mafua yeye kwake hayakati na nini tiba ifanyike. Tunaweza kufanya hapa, ukifika tutazungumza na ataweza kupata matibabu stahiki. Kwa majina naitwa Hassan Bakari Mtunufu. Kwa kweli kwanza nimpongeze Mheshimiwa Askofu Libena kwa kuja kutuletea huduma hii, kwa sababu ilikuwa haipo hapa Ifakara kwenye hospitali yetu ya St. Francis. Kwa kweli inaendelea kuboreka. Maeneo haya ya matibabu ilikuwa tufanye mbali na Ifakara, pengine tungetoa gharama kubwa zaidi. Lakini kwa sasa huduma inapatikana hapa. Tunaipongeza serikali, lakini pia tunampongeza Baba Askofu Libena kwa kutuletea mtaalamu na kufungua kitengo hiki cha kutibu pua, koo
na sikio, huduma ambayo ilikuwa haipatikani hapa Ifakara. Kwa hiyo nipongeze sana, pia nimpongeze na dokta wetu hapa ambaye ndo anaanza kwenye kutuhudumia, Bwana Malando, ambaye anaonyesha weledi wa hali ya juu kwenye kutibu changamoto hii. Kwa hiyo nashukuru sana. Naomba huduma zingine tena ziendelee, ambapo itaturahisishia si wananchi ambao tulikuwa tunazifuata hizo huduma mbali na Ifakara, sasa tunazipata hapa Ifakara. Nashukuru kukua kwa hospitali yetu St. Francis.